Mpendwa mtazamaji, Dominika ya 23 ya mwaka A wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika kitabu, somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 20 aya ya 7 hadi ya 9. Somo la pili linatoka waraka kwa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya pili, na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ile ya 16 aya ya 21 hadi ya 27. Nitaisoma injili. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 20 kinazungumza mateso na kilio alichokipata nabii Yeremia. Yeremia alikuwa ni moja ya manabii wakubwa wa Mwenyezi Mungu katika Agano la Kale. Yeye alifanya huduma yake au utume wake kipindi ambacho anguko la ufalme wa Yuda lilikuwa ni kubwa. Aliwataka Wayahudi watubu dhambi zao, waache ibada za sanamu, waache dhuluma, waache kuwaua watu, wamrudie Mwenyezi Mungu. Yeremia kabla ya kuingia katika huduma hiyo, Mwenyezi Mungu alimhakikishia kwamba nitakuwa pamoja na wewe, utakuwa ni ukuta ambao hakuna yeyote ambaye ataweza kuja kukuangamiza. Mwenyezi Mungu alimwambia, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma. Watapigana na wewe lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja na wewe. Yeremia ndipo akaingia kwa kasi katika kuhubiri kwake. Akaona anguko kubwa la taifa la Israeli linapelekwa utumwani. Akamwambia, taifa linakwenda utumwani, taifa linaanguka, taifa linaangamia, viongozi wote wanachukuliwa, wanakufa, tumrudie Mwenyezi Mungu. Wakaja viongozi wa dini, mmojawapo aliitwa Pashuri. Huyu alikuwa ni mkuu katika ulinzi na akiwa analitunza pia hekalu. Wakamshika, wakamfunga gerezani, wakisema kwamba wewe unatoa maneno mabaya kwa ajili ya taifa hili kama litaangamia, hivyo sasa unastahili kufa. Wakamning'iniza katika lango la Benjamin la kuingilia katika hekalu. Yeremia akawa kicheko kwa watu wakamcheka, wakamdharau sana. Hayo mambo yalipokuwa yamejitokeza, yaani alipoona kwamba amechekwa, amekuwa ni mpweke, hana msaada tena, ahadi za Mwenyezi Mungu alizokuwa amemwahidia kwamba nitakuwa pamoja na wewe hazijatimia, akajikuta yuko katika njia panda. Ndipo basi akatamka yale maneno ambayo tumeyasikia katika somo la kwanza, akisema, Bwana umeniadaa nami nimeadaika. Maneno haya, Bwana umeniadaa,
maana yake Bwana umendanganya, nami nimedanganyika. Akamwambia Mwenyezi Mungu, wewe una nguvu, mimi nimekuwa dhaifu. Sawa, Mwenyezi Mungu umeshinda kwa kila kitu. Akaendelea akasema, kila ninaponena, nikipiga kelele, ninatukanwa, ninawaambia watu uharibifu, lakini hawanisikii. Akajikuta Yeremia yupo njia panda, akikaa kimya bila kutoa unabii, yani bila kutamka yale maneno ambayo Mwenyezi Mungu amempatia. Ndani mwake neno la Mwenyezi Mungu liligeuka kuwa moto, akawa anachomwa, anaungua. Akilitaja jina la Bwana kwa hao wanadamu wakawa wanampiga na kuweza kumdhalilisha. Ndipo akatamka maneno hayo. Tunajifunza kitu gani katika maisha ya utumishi wa Mwenyezi Mungu? Unapoingia katika kazi yoyote ile, unapoingia katika biashara, unapoingia katika utumishi wowote ule, kuna ahadi za Mwenyezi Mungu na uhalisia wa matokeo ya yale maisha ambayo umeyaendea ni vitu viwili tofauti. Yaani kwamba kuna gharama ya kusimamia ukweli. Tupo katika jamii ambayo ukiusimamia ukweli tu, ukizungumza habari za maadili, ukizungumza habari za haki katika maeneo ya kazi, katika maeneo ya biashara au kwenye jamii, utambue utapata mateso makubwa, utaletewa upinzani, utatengwa, yani utaonekana kwamba wewe ni mbaya katika jamii. Na katika hali hiyo, wale ambao ndio wanaoshiriki katika mambo ya rushwa, mambo mabaya machafu, hao wanakubalika katika jamii na kupigiwa makofi. Vile vile pia katika maisha yani ya mahusiano ambayo labda wengi wameingia, kuna zile ahadi ambazo ulikuwa umepewa kabla hujaingia katika mahusiano, lakini ukiingia katika mahusiano vitu viwili tofauti. Kuna ahadi ambazo ulikuwa umepewa na mwenzako kabla hujaingia katika maisha ya ndoa, na ukiingia katika maisha ya ndoa ni vitu viwili tofauti. Matarajio ni tofauti. Yani umeingia katika ndoa, mlikuwa ni marafiki wazuri sana, ulitarajia upendo, ulitarajia amani, ulitarajia furaha, ulitarajia ushirikiano kutoka kwa mwenzako kwa 100%. Uhalisia ni kwamba unakutana na usaliti kutoka kwa mtu au jamaa ile ambayo ilikuwa imekupokea. Unapata usaliti kwa mtu wako wa karibu ambaye alikuhakikishia kwamba atakuwa pamoja na wewe, anakusaliti hadi unachanganyikiwa. Na hadi leo watu wengi sana wameathirika katika akili zao zimepata shida kwa sababu ya usaliti. Matarajio ambao walikuwa nayapata sio yale ambao wameyapata. Yaani ahadi na uhalisia vimekuwa vitu viwili tofauti. Wengine pia wamepata shida katika maeneo ya kazi. Walipokuwa wanaanza kazi waliahidiwa vitu vingi, lakini uhalisia wake walipoingia kazini mambo yamekuwa ni tofauti. Kwamba ajira mpya alipopata alionekana kwamba atapata mafanikio, lakini ameingia katika ajira mpya anakutana na upinzani kutoka kwa bosi mwenye hila. Muda wote anamtishia ofisini kiasi kwamba mpaka anajiuliza nimekosea wapi. Vile vile wengine hadi katika utumishi wa Mwenyezi Mungu, ahadi ambazo walikuwa wamezipata kabla ya kuingia katika wito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu na uhalisia katika swala zima la huduma ni vitu viwili tofauti. Kwamba wakati wanapoingia katika wito, vijana wengi waliingia katika wito wakijua kwamba Mwenyezi Mungu amewaita kwa 100% na Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na wao. Baada ya kuingia katika wito, walivyoanza katika safari, wamekutana na mapigo, wamekutana na udhalilishwaji. Yaani wanadhalilishwa pia na viongozi wenzao ndani ya dini. Siasa zimeingia katika makanisa, mapambano ya madaraka, watumishi wadogo wanapigwa vita, yaani wanasengenywa, wanaondolewa kwenye nafasi, wanasingiziwa kwa mambo makubwa, na matokeo yake kwamba 1% kubwa ya watu wengine ambao wameingia katika utumishi baada ya kuweza kuachwa wamesema, Bwana, mbona umeniadaa? Mbona umenidanganya? Ahadi zile mbona hazitimii? Wameingia katika msongo wa mawazo. Wamekuwa wakichekwa na ndugu zao kwamba uliingia katika huduma hii kwamba Bwana atakuwa pamoja na wewe, Bwana amekuacha. Na waumini wengine pia wanafurahia kuweza kuwaona hao watumishi wakiwa ni wapweke,
wako peke yao, hakuna mtu kuweza kuwapatia faraja, na wanafurahia kuweza kuona maanguko yao. Wakikaa kimya, moto unawachoma ndani mwao. Wakiongea habari za Mwenyezi Mungu, wanaambiwa kabisa kwamba hawa ni wabaya, wanaleta maangamizi katika taifa au katika jamii. Katika hali hiyo, Yesu Kristo naye alipokuja hapa duniani aliteseka katika hali hiyo, alitengwa. Na ndio maana leo hii katika Injili ametamka maneno ya makubwa. Alianza kuwaambia wale wafuasi wake, akiwaonya, anasema kwamba mwana wa Adamu imempasa kwenda Yerusalemu apate mateso mengi kutoka kwa wazee wa kanisa, kama vile Yeremia alivyopata mateso mengi kutoka kwa wazee wa kanisa. Mwana wa Adamu naye imempasa kupata mateso mengi kutoka kwa wazee wa kanisa, kutoka kwa makuhani, wale ambao ni wahudumu wa patakatifu, ndio wanaoja kumtesa mwana wa Adamu, na waandishi, na baadaye watamuua. Akasema wasidhani kwamba watakuwa wamefanya jambo la maana kuweza kuniua, siku ya tatu atafufuka. Kwa nini alitamka maneno hayo? Kwa sababu ni katika Injili hii ya Mathayo sura ya 16 juu yake Petro alikiri kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Alipoona hawa mitume wametambua kwamba yeye ni Masihi, mpako mafuta wa Bwana, akaamua kuwaeleza ukweli. Masihi wa Bwana, mpako mafuta wa Bwana, Kristo hajaja hapa kumwaga damu ya maadui, bali Kristo yeye ni tofauti na viongozi wa kisiasa. Yeye atamwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wa watu. Na alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba Kristo huyu ambaye Wayahudi walitarajia kwamba atakapokuja atakuja kuangamiza serikali ya Warumi, atakuja kuangamiza wale maadui, na baadaye ataenda kukaa pale Yerusalemu, akaonyesha kwamba huo sio mtazamo wa Kristo. Kristo yeye atakataliwa, atateseka, yeye ndio atakayemwaga damu kwa ajili ya ukombozi wa watu wote. Kilichotokea baada ya hapo, Petro ambaye Yesu Kristo alisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Shetani akamwingia, akaenda mbele ya Yesu, akaanza kumzuia Yesu kwenda katika mpango wa Mwenyezi Mungu, ule mpango wa msalaba. Yesu Kristo manake anaenda kufa kifo cha msalaba. Petro akaenda mbele kuweza kumzuia kwamba maneno haya unayotamka hayatakupata. Kwa nini? Petro alijua pamoja na wale mitume kwamba amelala maskini, ameamka kuwa tajiri. Yesu Kristo alipomwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, alijua kwamba atakuwa ni makamu wa Yesu, yaani atakuwa ni makamu wa mfalme, atakuwa ni makamu wa rais, yaani akitoka Yesu ndio yeye. Yuda akajua kwamba yeye atakuwa ni waziri wa fedha, na hao wengine wakajua kwamba ni mawaziri katika sekta mbalimbali. Sasa Yesu Kristo anawaambia kwamba anaenda kufa. Wakamwambia, tumeacha kazi zetu miaka 3 ya kuvua samaki, tumekufuata wewe, tukujua tunaenda kutawala, unatuambia utakufa. Akasema hutakufa. Yesu Kristo alipoona hivyo akamwambia, rudi nyuma. Hayo si mawazo ya Petro, huyo ni shetani. Akamwambia, rudi nyuma shetani wewe. Baba Mtakatifu wa kwanza, shetani alimuingia katika mawazo yake, akataka kuweza kuzuia mpango wa Kristo kwenda kufa, Kristo mteseka, akataka kuweza kuzuia. Alitaka Kristo ambaye ni wa mafanikio, Kristo ambaye ni huyu ambaye anakuja kuleta mafanikio kwa watu, na si Kristo anayeteseka. Maana yake nini? Unapopata nafasi ya kuweza kuinuliwa kama alivyoinuliwa Petro, akamkiri Kristo, akapata mafunuo makubwa. Unapopata nafasi ya kuweza kuinuliwa na Bwana, umefanya huduma kubwa, jitunze sana. Ujue kwamba shetani hatacheza mbali na wewe, atakuja kwako, atakamata akili yako. Na ndio siri kubwa, unaweza kumkuta kwamba ni kiongozi mkubwa wa kiroho, akisimama madhabahuni anafanya mambo makubwa, akishuka chini shetani ameshamkamata. Ni mlevi, anakuwa kizuizi cha Kristo, anafanya mambo ya ajabu. Shetani alimuingia Petro, lakini Yesu akamkemea, akamwambia rudi nyuma wewe. Maana yake lazima kiongozi yeyote ile wa kiroho umfuate Kristo, usije ukamtangulia Kristo hata mara moja. Fuata njia za Kristo. Kama Kristo aliteseka, maana yake wafuasi wake wote watateseka. Tupo katika jamii ambayo sasa hivi inapokea tu injili ya mafanikio,
haitaki injili ya mateso. Tunamhubiri Kristo wa mafanikio, hatumhubiri Kristo aliyemwaga damu yake. Tunadhani kwamba maisha ya Ukristo yatakuwa ni mafanikio tu, sherehe kila siku. Kama wengine wanavyosema kwa Yesu tambalale. Kwa Yesu sio tambalale. Kwa Yesu kuna kumwaga damu. Kwa Yesu kuna kukataliwa. Kwa Yesu kuna kunenewa mabaya. Kwa Yesu kuna upweke. Kwa Yesu utapata hadi msongo wa mawazo kama ilivyokuwa Yeremia. Na Yesu Kristo akasema hivi, akitokea mtu yeyote yule anayetaka kuja kunifuata, asipojitwika msalaba wake akanifuata. Maanake Kristo ametangulia, alafu we unamfuata na msalaba wake, amesema wewe hustahili. Msalaba ni nini? Katika nyakati Yesu Kristo alivyokuwa anaishi, msalaba kilikuwa ni chombo ambacho kilikuwa kinampelekea mtu kufa. Yaani mtu amehukumiwa, msalaba ni chombo kinampelekea mtu kufa. Kuna kitu katika maisha yako, kuna chombo katika maisha yako, una jambo ambalo linakupelekea ufe kiroho. Na Yesu Kristo amesema kwamba beba huo msalaba, beba begani, kila mmoja aweze kutambua kwamba hicho ndicho kinakupelekea kuweza kufa. Alafu usiache kumfuata Yesu kwa sababu ulevi unakupelekea kuweza kufa kiroho, uzinzi unakupelekea uweze kufa kiroho, rushwa inakupelekea uweze kufa kiroho, masengenyo yanakupelekea uweze kufa kiroho, na tabia mbaya, wizi umekupelekea uweze kufa kiroho. Unaacha kumfuata Yesu, au ndoa yako inakupelekea ufe kiroho, amesema umfuate. Na amesema kwamba katika hiyo ukiisalimisha nafsi yako, kama vile Yeremia alivyosalimisha nafsi yake kwamba sasa nitasimama pamoja na wewe Bwana, hata kama nimekataliwa, hata kama ninakufa duniani, nitasimama pamoja na wewe. Ukiisalimisha nafsi yako pamoja na Kristo, amesema utaiokoa katika ufalme wa mbinguni. Bali nafsi yako hii ukiamua kuitunza, amesema utaiangamiza. Anasema hapo siku ya mwisho Bwana Yesu Kristo atamlipa mtu kadiri ya matendo yake aliyokuwa ameyafanya hapa duniani. Simama imara kama Yeremia alivyosimama. Simama imara katika kuweza kumfuata Bwana hadi katika maisha ambayo ni magumu, hata kama ahadi za Mwenyezi Mungu alizokupatia ni tofauti na unachokipata. Bwana ana mpango mzuri nawe katika ufalme wa mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.